Ali Nuno amewaelekeza maafisa wa polisi kutumia bunduki ipasavyo dhidi ya wahalifu wenye mapanga almaarufu Panga Boys ambao wamekuwa wakiwahangaisha wakazi wa kaunti za Mombasa na Kilifi. Haya yanajia wakati ambapo baadhi ya wakazi kutoka maeneo hayo wanaendelea kuuguza majeraha baada ya kushambuliwa na vijana hawa. Aidha, Nuno amewahakikishia wakazi kutoka maeneo hayo kuwa hali ya usalama itarejea, huku akionya vijana kutojihusisha na visa hivi vya uhalifu. If you are not going to get accept salvation, the second is move out of the coast, entire coastal region. To the contrary, a full force of law will apply, and we will not hesitate to use our firearms. Two were fatally injured in Likoni, and that's how Likoni came quiet. Therefore, where we are justified to use our firearm, we will not hesitate to use the firearm. Mutachimba makaburi hapa Mombasa mkicheza. Sitabembeleza na sitacheka na watu. Because this boy was given a bond of 10,000 shillings by the court. The mother is in Saudi Arabia. And therefore, he is operating at his will. Court committed offenses here and there, jumping bails. We cannot allow this. We need to have some order and sanity. And whatever it takes to bring that order and sanity in the coastal region, we will not hesitate to use, even which includes use of our firearms justifiably. There are two victims. One has been discharged, stable and discharged, the Mombasa one, and the other one is now improving. He is in Kilifi Hospital. He is doing well. He was in the ICU, but now he's in the general ward. And I will visit there, inshallah. Hiyo siku watu walikuja tarehe 28. Kulikuwa saa 9:30. Polisi nilikuja ngamswa na chonja kiwa kwangu kwa nyumba. Nilipokuja hapa nilikuta polisi wako hapa na bonda ndio walisaidia, wakamchukua huyo kijana wakampeleka hospitali ambapo ni hapa kwa siku. Polisi wote walikuja hapa, OCS na DCIO. Niliwakuta hapa wote wakanisaidia, tukaweka kijana kwa ambulance tukampeleka Kilifi hospitali.